إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، nachukua fursa hii kwa mara nyingine tena kuwakaribisha kwenye viwanja vya mahadi yetu, معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية، بالخصوص katika msikiti huu Masjid al-Faruq uliopo Pongwe, Tanga, Tanzania. Allah subhanahu wa ta'ala atubariki sisi na nyinyi nyote na wale wanaotusikiliza, na tuwafikishe kulifanya lile analolipenda Allah subhanahu wa ta'ala na anayoridhia. Aturuzuku ilmu yenye manufaa itakayotunufaisha sisi katika dunia yetu na akhira yetu huku tunakokwenda, na tujalie kuwa ni wenye kubarikiwa popote tulipo, na tusamehe madhambi yetu, asistiri aibu zetu, atuongoze njia sawa. Unwani ya muhadhara wetu ni kama mlivyotangaziwa, inasomeka haqiqatu almanhaj as-salafi. Unaweza kuitafsiri kwa tafsiri mbalimbali, rasmi na zisizokuwa rasmi, lakini mimi naweza kusema tu kwa lugha fupi, tunataka kuuzungumzia usalafi wa kweli ni upi, na usalafi wenyewe ni nini, na salafia maana yake nini. Bila shaka kuna sababu za msingi zinazopelekea kuihudhurisha mada hii mbele yenu. Jambo la kwanza kubwa, tumekuja kujifunza. Kwa hiyo hii ni moja katika sehemu ya ilmu, au ni moja katika milango ya ilmu. Kwa hiyo katika mambo tutakayojifunza katika usiku wa leo ni kujua usalafi wa kweli ni upi. Lakini jambo la pili, kwa kuwa ule usalafi wa kweli ndiyo dini ya haki na ndiyo njia sahihi tuliowekewa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam,
Na wapo walioichagua njia hii kiukweli kabisa kwa kujifunza na kuifunza na kuilingania na kuitetea kwa hali na mali, na kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala ikawa inaeleweka, ule usalafi wa kweli unaeleweka kwa kuwa ni haki. Usalafi wa kweli unapenya katika nyoyo za watu na watu wanauelekea kwa kuwa ndio dini sahihi, dini inayolingana na inayoendana sawa na fitra, umbili la mwanadamu, na akili iliyosalimika na moyo wenye kutaka kheri. Ikawa ikbali na kuelekewa na kufuatwa dawa hii na kupokelewa kwake kukawa ni kukubwa sana katika kipindi hiki. Ukawaona vijana wengi na wazee katika miji mbalimbali, katika maeneo mbalimbali, wakiandama na kuifuata njia hii, jambo ambalo limekuwa ni tishio kubwa kwa watu wa batili na watu waliozembea katika kuitumikia njia hii, wakajidai na wao wako katika njia hii kwa uongo na uzushi na kudanganya watu. Kwa hiyo walipoona watu wanaelekea kwenye kufuata ukweli huu, na wao wakajivisha vazi la usalafi kwamba na sisi tumo, msitutoe. Bali wengine wakaudai ule usalafi wa kweli ni wao na si wa hao wenye kuulingania. Hao ni wengine, hao sisi ndio wenyewe. Pakapita maneno ya kiubabaishaji, shubuhati, hoja zenye utata hivi, kiasi ambacho wale wenye tabia ya kusikiliza chochote na kumsikiliza yoyote, wakisikiliza maneno hayo yanawababaisha. Kweli mbona kama ni sawa hivi, wanababaika kidogo. Kwa sababu ya pili katika kuzungumzia usalafi wa kweli ni kutaka kuondosha utata huu. Kwa sababu siku zote mtu anapoijua haki, basi ni rahisi kuiepuka batil. Ukishaujua ukweli, ni rahisi kuungamua uongo. Kwa hiyo katika sababu za msingi zilizopelekea pia kuwekwa maudhui hii na kupewa kipaumbele kabisa ni kuondosha ule utata ulioko kwenye akili za watu unaoenezwa kwenye mitandao huko na sehemu mbalimbali. Lakini pia sababu nyingine ni kuwatia nguvu wale waliopo katika dawa salafia, wakajua wakaamua kuifuata, lakini wachanga katika mambo ya ilmu au wachanga katika kupambana na mambo ya utata na shubuhati, kuwakazia na kuwatilia nguvu kwamba mlipokamata mmekamata mahali sahihi, msibabaike kwa hoja na dalili za kisheria. Lakini pia katika maudhui ya leo tutaonyesha uwajibu wa sisi kuifuata njia hii kwa mujibu wa kitabu cha Allah subhanahu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu
alayhi wa alihi wasallam. Mtu anaweza kusema kwa nini tusizungumze Uislamu tu ikatosha, kwa sababu sisi tumeletewa Uislamu na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amelingania kwenye Uislamu. Mbona sisi tuleta mambo mengine, sijui usalafi, sijui kitu gani? Haya mambo nyinyi mmeyatoa wapi? Hayapo kwenye Qur'ani wala katika Sunna. Sijiite salafi bwana. Kwa nini wajiite? Kwa lazima mambo haya bwana. Wewe Muislamu tu. Lakini huyo anayesema hivyo anajisahau wakati huo anayejinasibu. Mimi Shafi bwana. Sijua sisi mashafi, mimi Maliki, mimi Sufi, mimi katika Jamaat Ansari Sunna, mimi kadha, ajinasibu na makundi yake na madhehebu yake. Shida ni wewe usijiite salafi. Sisi bwana ni ahlul jihad wal qital. Kitu gani kinachokupelekea wewe ujinasibu na madhehebu yako, lakini iwe ni haramu kwa wengine kujinasibu na madhhabu yao? Kitu gani? Sasa mtu aweza kumpitikia kwenye akili yake sote waislamu, lakini mtakuuliza wewe muislamu gani? Kadiani, Bora, Shia Ithna Sharia, Tablighi, Sufi, Khurafi. Hivi vitu vipo katika waqi wetu na mazingira yetu, huwezi kuvikwepa ukafumba macho kabisa ukasema kwamba hivi havipo, havina haja. Mwelekeo wako wewe ni upi? Sasa uanze kuleta tafsiri, unajua mimi ni yule muislamu wa 1 2, maelezo marefu. Sema maelezo mafupi yatatosheleza. Mimi ni katika ahli sunnah wal jamaa, mimi ni as-salafi, mimi katika ahli al-hadith wal athar mathalan. Alhasil, nataka kusema kwamba maudhui hii ni maudhui muhimu kuifahamu, kuielewa, lakini tukishaifahamu pia tusifanyie ubakhili. Tunapoielewa tuifikishe kwa watu wengine. Naweza kusema kwa lugha fupi, usalafi wa kweli ni ule uliosimama katika misingi ya kufuata Uislamu safi aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kupokewa na masahaba zake watukufu radhiyallahu anhum na wale waliofuata baada ya masahaba, wanafunzi wa masahaba na wale waliofuata mwenendo wa hao ambao wamekuja baada ya hao wanafunzi wa masahaba. Vizazi vile vitatu: kizazi kilichoishi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambacho kwa lugha fupi wale wanaitwa masahaba, na kizazi kilichoishi baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawakumdiriki, lakini waliwadiriki wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao ni masahaba. Wao waliwadiriki masahaba, wakaishi nao, wakasoma kwao, wakajifunza dini, wakaupokea Uislamu kutoka kwao. Hiki ni kizazi cha pili. Alafu kuna kizazi cha tatu, hakikumdiriki yoyote katika wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakumdiriki masahaba, hawakuwa kukutana na masahaba, lakini wamekutana na wanafunzi wa masahaba, wakasoma kwao, wakachukua ilmu kutoka kwao. Kwa hiyo Muislamu yoyote anayeutabikisha Uislamu kiimani na kiibada na matendo na miamala kwa da'wa, yani ulinganizi na maisha yake yote kwa ujumla, yoyote anayeishi katika misingi hiyo, basi huyu atakuwa amefuata Uislamu sahihi. Waamua mimi bwana, unaponiambia jambo la imani na i'tiqad, nataka kujua imani hii
na itikadi hii ndiyo ile iliyopokewa na maswahaba kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndiyo maswahaba walioifundisha kwa wanafunzi wao, ndiyo waliofundisha wanafunzi wa maswahaba kuwafundisha waliokuja baada yao, ndiyo wewe ukashikamana nayo, ukaiamini imani hiyo na ukashikamana nayo. Ulishikamana na da'wa na mlinganizi wa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wanafunzi wao na waliokuja baada yao, basi wewe umeshikamana na Uislamu sahihi. Ibada yako unaabudu, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, iko katika utaratibu huo. Ikiwa naam, basi wewe umeshikamana na njia ya as-salafu salih. Hao ndio wanaitwa as-salafu salih. Lugha fupi ya as-salafu salih ni watangulizi wema. Watangulizi wema. Katika huu Uislamu huu kuna waliotutangulia, kuna watu wema waliotutangulia, si mtu mmoja, ni makundi ya watu katika kila zama ambao ndio watu bora kabisa. Kwa hiyo Muislamu yoyote katika maisha yake ya leo akiishi kwa hali hiyo tuliyoitaja, ikawa yeye ni muhafidhina wa mafunzo yaliyoachwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maswahaba zake, maswahaba wakayachukua wakayapeleka kwa wanafunzi wao, watu waliokuja baada yao ambao hawakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, mafunzo yale yakarithiwa na waliokuja baada ya maswahaba kuondoka, wakabaki wale wanafunzi wao na wao wakawasomesha wenzao mafunzo yale kabla mambo hayajaharibika katika umma huu. Basi mafunzo yale yoyote atakayeshikamana nayo anaambiwa ameshikamana na Uislamu safi kabisa. Na nyinyi mwafahamu kwamba Uislamu uwanja wake ni mpana. Uislamu hauishii kwenye itikadi peke yake, wala Uislamu hauishii katika kutekeleza ibada kama kuswali, kutoa zaka au kufunga au kuhiji peke yake. Uislamu ni mfumo mzima wa maisha, unapenya katika kila sehemu katika maisha yetu, na hawa waliotutangulia waliishi. Na maadamu waliishi, walikuwepo hapa ulimwenguni, wakaishi na wakayaishi mambo, basi walikabiliana na changamoto mbalimbali zinazowakabili wanadamu katika ulimwengu huu ambao kama sisi. Kwa hiyo katika namna ya kuzitatua changamoto zile na kupambana na matatizo yale yaliyowasibu kwa wakati wao, basi namna ile ile ndio ambayo sisi tunatakiwa tuifuate. Sasa unaweza ukajidai wewe kwamba wafuata as-salaf kiitikadi, lakini muundo wa maisha yako hauko hivyo, uko tofauti, utakuwa umeukhalifu wao. Najaribu kuzungumza kwa lugha nyepesi sana ambayo naamini kwamba itaeleweka kwenu. Kwa hiyo ukitaka kumjua as-salafi, as-salafiyu, yule anayejinasibu na huo usalafi kiukweli, tutamuingiza kwenye mizani, kwa sababu kitabu tunacho Qur'anul Karim, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam si zipo, tunazo. Mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yapo, tutawaingiza watu katika mizani. Na si hilo tu, maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila shaka walimuelewa vyema Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliwafunza Qur'ani vizuri kabisa, kiasi ambacho ikawa hawazipetuki aya 10 isipokuwa walitaka ufahamu na elimu yake na kuzifanyia kazi, kama anavyoeleza sahaba
Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa waliishi wakakutana na matatizo na hali mbalimbali na changamoto mbalimbali. Uislamu wao waliutafsiri vipi? Walitafsiri vipi al-Qur'an? Walitafsiri vipi sunna? Wakaziweka katika uhalisia wa kimaisha. Tafsiri ile ndio tunayohitajia sisi. Tafsiri ile ndiyo tunayohitajia sisi. Na ukiishika tafsiri ile utakuwa wewe umeshikamana na mafundisho ya as-salafu salih. Na uzuri wa jambo hili ni kwamba haya yote tunayoeleza ambayo ni misingi muhimu kabisa katika hii dini yetu yamedhibitiwa kimaandishi. Ukitaka Qur'ani ipo, imehifadhiwa. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sunna ndio hadith wala haraj. Hadithi za Mtume SAW alaihi wasallam na mafunzo yake yamehifadhiwa vizuri kabisa, yakabainishwa. Hata wale waliojaribu kutunga maneno ya uongo ili wayanasibishe na Mtume SAW alaihi wasallam ili yawe sheria, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaweka watu maalum katika umma huu waliozihifadhi na kuzilinda sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali hata wale wenye matatizo ya kutunga maneno au wenye matatizo ya kiupokezi, wanapokea habari wakikosea, wote wamebainishwa kwenye vitabu maalum. Kwa habari zote ziko wazi. Alhamdulillah, hakuna jambo lolote la Uislamu ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusudia kulifikisha kwa umma huu alafu likawa limepotea, halipo. Limehifadhiwa, lipo. Na hivyo hivyo tafsiri na maelezo ya wanafunzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayo pia yamelindwa na yamehifadhiwa, yameandikwa kwenye vitabu. Kwa mfano tukitaka kujua mathalan katika ule usalafi wa kweli, da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake ilikuwa katika mfumo gani? Yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam ulinganizi wake ulijikita kwenye lipi, na utaratibu wake wa kiulinganizi ulikuwaje? Ukimdurusu Mtume sallallahu alaihi wasallam kiukweli kabisa, utaona kwamba njia yake Mtume sallallahu alaihi wasallam imejengwa juu ya msingi wa ilmu kwanza, juu ya msingi wa ilmu kwanza, alafu ndio watu wafuatishie kwenye kulingania. Na wapeni mfano tu katika msingi huu. Sasa unaweza kuyapima baadhi ya makundi. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye katika mfumo wake, kwa mfano, alikuwa akituma watu kwenda kwenye miji kwenda kulingania. Huyu Muadh bin Jabal anatumwa kwamba sasa, Muadh, nenda Yemen, wewe fulani nenda mahali fulani, nyinyi kundi fulani nendeni mahali fulani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiwatoa watu wenye ilmu. Bali Qur'ani ndiyo inatueleza hivyo. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirati ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wama ana minal mushrikin. Qur'an, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa sema, kwa maana uwatangazie Waislamu na wasiokuwa Waislamu wajue kwamba huu ndio mfumo wa dini yangu, hii ndio njia yangu mimi. Uislamu huu ndio njia yangu na ndio mfumo wangu. Mimi ninalingania watu kwa Allah. Siwaombi nyinyi mnifuate mimi ili mnifanye mimi mfalme, mnitukuze mimi, mniabudu mimi. Mimi nawalingania watu kwa nani? Kwa Allah. Ni ikhlas hiyo.
nafanya hivi ala basira, kwa elimu na utambuzi, ana wa man ittaba'ani, huu ndio mfumo wangu mimi na wanaonifuata. Inaonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam mfumo wake wa ulinganizi, ukiachilia mbali nia njema, elimu ilikuwa ndio jambo la msingi la kuwalingania watu. Bali yasema ma kana almu'minuna liyanfiru kafatan, haiwezekani, haiwi kwa waumini kutoka wote wakatoka katika miji yao. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa, basi kingetoka kikundi kidogo miongoni mwao katika kila kundi kubwa. Mko watu 200, si watoke japokuwa watu 20? Tutoke twende wapi? Sasa angalia maelekezo ya Qur'an, na ndio mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na utawajua ni kina nani wamesimama katika mfumo huu katika zama hizi. Allah anasema liyatafaqahu fi ddin waliyundhiru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahtadun, waende wakajifunze dini, kisha ndio wakawaonye jamaa zao watakaporudi kwao. Huu ndio mfumo. Anayeshika mfumo huu wa kutafuta ilmu kwanza kisha akalinganie, amefuata mfumo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo nia njema yako baki nayo mwenyewe, kwamba wajua sisi tuna ikhlasi, tuna nia njema, tuna hiki, tuna kile, baki na nia yenu njema. Tuzungumza utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hii dini. Kwa nini elimu kwanza? Kwa sababu yale unayokwenda kuyalingania ni mambo mazito, yanahitaji ilmu. Wewe unakwenda kulingania tauhid. Angalia Muadh bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, anatumwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda Yaman, anamwambia innaka taqdumu ala qaumin min ahli alkitab. Muadh, wewe unakwenda kwa watu katika ahli alkitab, faltakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza ambalo wewe unatakiwa walinganie ni shahadatu an la ilaha illa Allah. Kalimatu tauhid lazima uisome, ujue maana yake ni nini, nguzo zake ni ngapi, muktadha wake ni upi, shuruti zake ni zipi, vichanguzi vyake ni vipi. Lazima usome, lazima ukae usome ilmu. Wewe utakwenda kuwalingania watu juu ya Qur'an, utakiwa uwe mwalimu. Alimpeleka Mus'ab bin Umair kwenda Madina kabla hajahamia Madina yeye sallallahu alaihi wasallam, aende akaifunze Qur'an. Sasa kama wewe hukusoma Qur'an, utafundisha vipi Qur'an? Wewe unakwenda kwa watu, watakiwa waswali. Watu wakikutii katika shahada, waambie wao anna Allah faradha alaihim 5 salawat, waambie Allah amewafaradhishia swala 5, ndio wamesilimu. Au ni waislamu wa zamani lakini hawajui swala 5, uwafundishe swala 5 namna alivyoswali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukusoma. Sasa ule ukweli wa manhaji salafi hapa ndipo unapodhihiri. Mfumo wowote ulio kinyume na hivi, waambiwa tutoke twende wapi tukalinganie, mimi sijasoma, utajua huko huko. Huo sio mfumo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa sio kusema kazi yao kupinga kazi, hapana. Uislamu sahihi aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam watuelekeza kwenye utaratibu huu. Unawezekana ukawa umesoma, lakini umefika katika mujtama, watakiwa usomeshe umma ule. Je, waanza kwenye lipi? Njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye alikuwa akianza kwenye tauhid. Hadithi ya Muadh ni ushahidi. Jambo la kwanza ni tauhid, na ndio maana katika aya ile, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, tauhid ala basira, ilmu, ana wa man ittaba'ani, ndio mfumo
wa kufuata sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam na manhaji ya salaf salih. Wama ana min almushrikin, hiyo ni tauhid, kwa sababu ni albara'atu min ashirk. Lazima uijue tauhidi na uifundishe tauhidi. Kwa hiyo huu limeutoa kama mfano na uhalisia wa kuionyesha uhalisia wa da'wa salafia. Da'wa salafia ya ukweli ni ile iliyojengwa katika misingi hiyo. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.